الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaposoma Qur'ani katika suratul Baqara aya ya 183, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia funga ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao baada ya siku chache tutajikuta tumo ndani yake. Funga hii anaieleza kwamba si jambo geni, lilifaradhishwa kwa waliokuwa kabla yetu, lakini lengo la funga ni sisi kuwa wacha Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ametuita kwa jina la iman kwamba sisi ni waumini, kisha akasema imefaradhishwa kwetu funga kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yetu ili tupate kuwa wacha Mungu. Funga hii imo ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao katika aya ya 185 kwenye sura hii Al-Baqara, Mwenyezi Mungu anautaja mwezi huu kwa kusema baada bismillahir rahmanir rahim, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao ndani yake iliteremshwa Qur'ani mpaka katika uwingu wa dunia, kisha ikawa inateremshwa kutoka pale kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam vipande vipande kwa mujibu wa matukio yaliyokuwa yakitokea. Mwezi huu wa Ramadhani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozungumzia, ameuzungumzia sisi tujenge picha ya kupokea mgeni, kwamba mwezi unatujia, sisi ndo tunaukaribisha na sio Ramadhani inatukaribisha sisi. Pale ilipopokewa aliposema atakum Ramadhan, umekujieni mwezi wa Ramadhani, shahru mubarak, mwezi ulio na baraka, faradha Allahu azza wa jalla alaykum siyamahu, Mwenyezi Mungu amefaradhisha juu yenu funga ya mwezi wa Ramadhani, kuonesha uzito na nafasi maalum ya mwezi wa Ramadhani inayotokana na Qur'ani na funga. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia fihi lailatun, ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku khairun min alfi shahr, usiku bora kuliko miezi 1000, fadhila zake. Akaendelea akasema man hurima khairaha faqad hurim, yule atakayenyimwa kheri za usiku ule kwa kutojishughulisha na ibada, kutokuutumia vizuri katika kheri, huyo atakuwa amekosa jambo lililo kubwa sana. Lakini pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwenye dua ambayo yeye alikuwa anaitikia amin, baadaye akawaambia masahaba, muombaji dua alikuwa ni malaika Jibril, kwamba imesemwa raghima anfu rajulin, ameangamia mtu, dakhala alaihi Ramadhan, Ramadhani imeingia, thumma nsalakha, kisha ikaondoka, qabla an yughfara lahu, kabla yeye kupata msamaha wa makosa yake. Wanazuoni wakafasiri kuingia Ramadhani
maana yake imeingia, na yeye akawa mvivu katika kufanya ibada, asijitahidi na kujishughulisha kuutumia mwezi wa Ramadhani katika mambo ya kheri, mpaka ukaondoka ukamwacha kama alivyokuwa kabla haujaja, huyu amepata hasara. Kwa maelezo haya, ni lazima tuwe na maandalizi ya namna ya kuupokea mwezi wa Ramadhani, ili ukiondoka tusiwe miongoni mwa wale waliopata hasara. Miongoni mwa maandalizi hayo ni maandalizi ya katika moyo. Maandalizi ya katika moyo yanaanza na toba, kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Hakuna yoyote kati yetu ambaye hajamkosea Mwenyezi Mungu. Tena kwa maneno ya Mwenyezi Mungu kwenye hadithi al-Qudsi anatuambia, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhtiuna bil-laili wan-nahar, nyinyi mnafanya makosa usiku na mchana, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, na mimi nasamehe madhambi yote, fastaghfiruni, basi niombeni msamaha, aghfir lakum, nitawasamehe. Tutumie maandalizi ya mwanzo katika mwezi wa Ramadhani ya kiroho ni kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha kwenye yale tuliyomkosea. Kuwa mkweli wa nafsi yako, tafuta nafasi wewe na Mola wako, jikague vizuri, muombe Mwenyezi Mungu msamaha. Inawezekana makosa ni namna unavyoishi na wazazi wako, inawezekana makosa ni namna unavyoishi na ndugu zako, inawezekana makosa ni mahusiano yako na Mwenyezi Mungu. Jikague vizuri, kisha tumia fursa ya kuomba msamaha. Mwenyezi Mungu anatuambia, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun, na tubuni kwa Mwenyezi Mungu nyote enyi waumini. Kwa nini tufanye toba? La'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Moja ya maandalizi makubwa ya kupokea mwezi wa Ramadhani sio kuweka stoki kubwa ya vyakula, sio kujitayarisha kwa namna ya kufanya kama uko kwenye sherehe hivi ya mwezi. Anza kwa kumwomba Mwenyezi Mungu toba na msamaha kwenye yale uliyoyafanya ambayo unayajua Mwenyezi Mungu hayapendi na hayaridhii. Badilisha maisha yako unavyoishi. Ukiingia Ramadhani, uishi katika namna nzuri anaoipenda Mwenyezi Mungu na kuiridhia. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wana hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu uhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa kuamini kwamba ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa sababu nimezoea, I do this all the time, ikifika nafunga mambo yamemalizika. Hapana, kwa kuamini kwamba ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
lakini wahtisaban, na kutaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huyu usamehewa madhambi yake yaliyotangulia, madhambi madogo. Makubwa wanazuoni wanatuambia ni lazima iwe kwa taubatan nasuha. Na miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu ni kukubali toba kutoka kwa waja wake. Natuambia katika surati Shura aya 25, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu ani sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Yeye Mwenyezi Mungu ni yule ambaye anakubali toba kutoka kwa waja wake. Usipoteze fursa hii. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza kuna muda Mwenyezi Mungu anasema sasa hapokei toba. Upo muda huo, akatuambia inna Allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Mwenyezi Mungu anakubali toba ya mja maadamu roho yake haijafika nafasi ya mwisho kabisa kutoka. Tusipoteze fursa hii. Maisha yetu tukijikagua vizuri yanaonyesha hakuna anayejua hata akitoka hapa msikitini kama atakuwa hai au la. Kwa hivyo maadamu fursa unayo ya kuomba toba, kuomba msamaha, makosa unayo na mengine usingependa watu wajue kama ulifanya mambo hayo, muda wa kutubia ni huu. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Tauba aya ya 104, alam ya'lamu anna Allaha yaqbalu taubata an ibadi. Hivi hawajui hawa kwa Mwenyezi Mungu anakubali toba kutoka kwa waja wake, wa yakhudhu sadaqat, na anapokea sadaka, wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim, na hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mwenye huruma. Usipoteze nafasi hii. Jikague vizuri, angalia ulioyafanya, angalia unayoishi nayo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi na kuyaridhia, kisha jiulize hayo unataka kuingia nayo kwenye Ramadhani. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama ramadhana wa qamahu, mwenye kufunga Ramadhani na akasimama usiku kufanya ibada, imana wa ihtisaba, kwa kuamini kwamba ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, anafutiwa madhambi yake yaliyotangulia. Wanazuoni wakasema sharti ya kusamehewa madhambi ndani ya Ramadhani ni mambo matatu. Ya kwanza, kuamini kwamba funga ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ya pili, kutaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tatu, ijtinabul kabair, kujiepusha na madhambi. Njia ya kwanza, kumwomba Mungu msamaha. Ya pili, sasa kuwa makini kwenye kila unachosema, kila unachofanya, kila unapokwenda, usiingie katika kumchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matatu haya yakitimia, inakuwa ndiyo sababu ya kupatikana msamaha wa Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amiril mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amiril mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, بقية العشر بشرين بالجنة وأزواج نبيك وعمي وسبطيه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.